lako la milele, kwa sababu wewe ni mwema na kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Tumekusanyika hapa siku ya leo si kwa sababu ya malengo yetu, makusudi yetu Mungu Baba, bali ni kwa utukufu wa jina lako tumekusanyika hapa siku ya leo. Na tunaomba Mungu Baba, tutakapofunza hili neno Mungu Baba, tumekulilia kutoka kitambo na tunakulilia tena sasa hivi Mungu Baba. Jinsi ambavyo umetusikia mara nyingi kitambo, tunakuomba Mungu Baba kwamba utatusikia tena siku ya leo. Kwa sababu wewe mwenyewe umetuahidi Mungu Baba kwamba tutakapokuitisha unatusikia Mungu Baba tunapoitisha kulingana na kusudi lako. Na Mungu Baba umesema kwamba tukikuitisha Mungu Baba unafurahia sana Mungu Baba kutujalia Roho wako Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu Baba, ninakuomba unijalie Roho wako Mtakatifu ninapozungumza hapa siku ya leo. Kwa sababu kivyangu siwezi kufanya chochote, hata lile ambalo ninaenda kuhubiri Mungu Baba siwezi kulifanya, ila wewe mwenyewe Mungu Baba ulifanye. Na tunapohubiri hapa Mungu Baba, tunaomba kwamba usitupite Mungu Baba. Fanya kazi yako Mungu wangu, fanya neema yako ionekane mahali hapa siku ya leo Mungu Baba, isonge mahali hapa siku ya leo Baba yangu. Mungu wangu nakuomba kwamba hata wale wanaosikia Mungu Baba kwamba utawajalia Roho wako, ili yale yanayozungumziwa Mungu Baba yawe hai katika masikio yao, yawe hai katika mioyo yao Mungu Baba, wapate kukujua na wapate kujua kazi kuu unayoifanya, hata kuwaokoa wana wako na kuwaleta kwako. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Yohana wa kwanza mstari wa 5. This is the epistle, barua, waraka wa Yohana. Iko one of the last pages of the Bible. Unaweza anza kutoka nyuma, fungua kutoka nyuma upate Ufunuo. Nyuma ya Ufunuo sasa ni 3rd John. Nyuma ya 3rd John ni 2nd John. Nyuma ya 2nd John ni 1st John. Iko nyuma kabisa. Kwa hivyo nisione mtu anafungua kutoka Genesis pale. Waraka wa kwanza wa Yohana, si Injili. Yohana ametuandikia vitabu 5 kwa Biblia. Nyaraka 3, Injili ya Yohana na kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo kuna Injili ya Yohana na kuna waraka wa Yohana, ziko 3. Nataka mfungue waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 5. Kuna kitabu andika zile verses. Kwanza Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Inasema hivi: huku ndiko kumpenda Mungu, yaani kuzitii amri zake. Nazo amri zake si nzito, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kuushindako ulimwengu, yaani hiyo imani yetu. Na ni nani yule aushindaye ulimwengu? Ni yule tu aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nitasoma tena. Huku ndiko kumpenda Mungu, yaani kuzitii amri zake. Huko ndio kufanya nini? Kumpenda Mungu. Kufanya nini? Kuzitii amri zake. Kwa hivyo yule ambaye anakuja hapa anasema anampenda Mungu, na nikimpa amri ya Mungu hataki kuitii, ajue Yohana anamwambia nini? Haumpendi Mungu.
upendo wa Mungu unageuza mioyo yetu kiasi cha kwamba anaingilia vile ambavyo anasema, nazo amri zake si nzito. Anapokupa amri, anakupa na uwezo wa kufanya nini? Kuitii. Kwa hivyo amri yake inakuwa si nini? Si nzito. Kwa hivyo yule ambaye pia anatii, na huu kutii kwake ni mzigo. Ni mzigo. Ni mzigo. Amemjua Mungu huyo kweli? Amemjua Mungu huyo kweli? Yohana anatuandikia kitabu kirahisi sana kuelewa. Kirahisi. Anakupea hapa tests za kutumia kujikagua moyoni mwako ili utambue kama kweli kwamba umemjua Mungu. Hiki kitabu kimejawa na tests, jinsi ya kujikagua moyo wako. Na unaona hapa moja nishasoma, sio? Huku ndiko kumpenda Mungu. Kufanya nini ndugu yangu? Hiyo ndio kumpenda Mungu, si ndio? Na ukujua ameisema hii, ameisema mara mingi sana. Yesu mwenyewe aliisema. Alisema Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alisema, ukinipenda mimi utafanya nini? Utatii amri zangu. Ukinipenda mimi utatii amri zangu. Kwa hivyo yule ambaye ananisema ananipenda na ninampa amri zake zangu na hataki kuzitii, huyo ananipenda kweli? Ukinipenda utatii amri zangu. Na amri yangu si nzito kwa sababu ninakupea uwezo wa kutii. Na anaandika hivi tena mstari wa 4. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Yaani, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu. Yaani, hiyo imani yetu. Anaeleza ulimwengu ni vita. Na sisi wa Kristo tunatambua hivyo. Yule ambaye anaishi ulimwenguni, lengo lako ni kufanya nini? Kuushinda huu ulimwengu, ama ulimwengu ukushinde wewe. Ulimwengu ukushinde, ukuongoze kulingana na sheria zake, kulingana na msimamo wake, kulingana na mienendo yake. Ikuongeze, ikwambie hivi ndio utaishi. Saizi Kenya usipokuwa mfisadi lazima, hakuna kitu utaendelea. Kwa hivyo wewe unafuata ulimwengu. Ulimwengu ndio unafanya nini? Unakuongoza, unakutawala, unakuonyesha njia ya kuenda. Kanisa isaidii watu siku hizi. Ukitaka kwenda kanisani pengine uende pale kupata connections. Hiyo ndio msimamo wa ulimwengu siku hizi, si ndio? Wengi sana hawaoni kazi ya kanisa. Mtu anasema, mbona niende kanisa wewe? Ulimwengu ndio unafanya nini? Unamuongoza. Ndio unampa msimamo wake. Ndio unamtawala. Na ndugu yangu, hii Biblia inakueleza ukicheza tu nde hii hapa, ulimwengu inafanya nini? Inapita na wewe. Hata utaona venye itafanyika. Saa nyingine inaanza mdogo, mtoto ashakuwa mlevi, hata anashangaa alikuwa mlevi aje. Si ndio? Kuna mtu anakaanga chini anapanga, anasema kuanzia next year nataka kuwa mlevi. Kuanzia next year ninataka kuwa kahaba. Kuna mtu anakaa chini anapanga hivi. Si ni pole pole tu inaingizwa kwa TV na hiyo. Ukifanya hivi tabia za kikahabu unapata pesa. Msichana anasema wacha mwanaume mmoja tu nilipe school fees. Si ndio? Anaanza hivyo. Baada ya mwaka mmoja amekuwa kahaba. Ulimwengu umefanya nini? Umepita na yeye. Na unaambiwa wewe, kila mtu atashindwa na hii ulimwengu. Yule pengine anayeshinda ulimwengu ni mgani? Kulingana na hiyo verse 4. Mwenye anashinda ulimwengu ni mgani? Ni mgani? Verse 4. Verse 4 inasema ni gani ameshinda ulimwengu? Soma Biblia yako, ndio maana tumepeana Biblia. Verse 4 inasema nani anashinda ulimwengu? Aliyezaliwa na Mungu. Aliyezaliwa na Mungu. Na aliyezaliwa na Mungu ako na 50-50 chance ya kushinda ulimwengu. Chance ni 100%.
aliyezaliwa na Mungu anafanya nini? Anashinda ulimwengu. That is the sign. Aliyezaliwa na Mungu, they will overcome the world. Kwa hivyo yule ambaye anashindwa na ulimwengu anaonyesha kwamba hajazaliwa na Mungu. Kwa sababu yule aliyezaliwa na Mungu yeye hufanya nini? Yeye hushinda ulimwengu. The one who is born of God overcomes the world. That one is a given. That one is a given. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda, huushindako ulimwengu. Yaani hiyo imani yetu. Huyu aliyezaliwa upya ako na imani fulani. Na ni kupitia hiyo imani yake ndio anafanya nini? Anashinda ulimwengu. Yule aliyezaliwa upya ako na imani fulani. Na hiyo imani ndiyo silaha yake, ndiyo chombo chake cha kufanya nini? Kushinda ulimwengu. Na hiyo imani ni imani gani? Hiyo imani ameieleza katika verse 5. Ni imani gani? Hiyo imani ni imani gani? Ha? Meyon. Nani yule anayeshinda ulimwengu ila yule anayeamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. It is only that one. My friends. Hakuna mtu mwingine anashinda ulimwengu. Kama uko na mtoto na mjui Yesu, huyo atabebwa. It's a given. Kama uko na ndugu, uko na dada, uko na neighbor, uko na colleague, uko na mfanyikazi na hamjui Yesu, huyo hawezi shinda kwa sababu hana hii silaha. Hii silaha hana. Hajampokea Yesu. Hajapokea kila kitu ambacho Yesu Kristo amefanya kwa ajili yake. Bado anajitegemea yeye mwenyewe. Amezaliwa. Angalia, nitasoma hiyo chapter 5 verse 1. The first half of verse 1 inasema hivi: kila mtu anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo, kila mtu aaminie kwamba Yesu ndiye Kristo amezaliwa na Mungu. The one who believes that Jesus is the Christ is what? Born of God. Hizi wiki ambazo zimepita, wiki iliyopita nilianza mfululizo mpya. Kwa sababu niliona katika hili kanisa bado kuna mambo mengi yanaendelea huku ambayo hayaambatani na wokovu ulio ndani ya Yesu Kristo. Na watu hawatatiziki. Watu hawana shida kwa mioyo yao. Watu wanaishi tu katika dhambi na wanaona tu mambo iko sawa. Mimi ni mtu wa Yesu. Mimi. Na wiki iliyopita tukasoma hiyo Zaburi 15. Zaburi 15 inasema ni nani ataishi na Mungu katika hema yake? Ni nani ataishi na Mungu katika hema yake? Na tukaona Mungu anatafuta watu ambao wamegeuka kiakili, kitabia, kimazungumzo, maneno yao yamegeuka, jinsi ambavyo wanatumia pesa kutoka mfuko yao imegeuka. Huyo ndio anaishi na Mungu, huyo ndio atatawala na Mungu, huyo ndio atakaa na Mungu. Na akasema kuna wale ambao hawatakaa na Mungu, si ndio? Huyu mwingine amejaa matusi, ana expect aje kuishi na Mungu. Tukaona kutoka kitabu cha Tito kwamba lengo la Mungu kutuokoa ni Yesu Kristo amejionyesha afe kwa ajili yetu, na sasa tunamtazamia kurudi tena. Huku sasa hii neema ambayo imejionyesha inatufunza kugeuza maisha yetu, kuishi maisha ya utauwa, kuishi maisha ya kiasi, self-controlled lives, godly lives as we await his coming. Si ndio? Wathesalonike akatuambia hii ndio mapenzi ya Mungu katika kutuokoa, kutakaswa kwetu.
Sio? Ndio maana ametuokoa. Hajakuokoa ndio uendelee kutumia hii mwili yako katika dhambi zako. Mungu hajakuokoa ili uendelee kudanganya. Mungu hajakuokoa ili utumie mwili yako kupeleka kwa makahaba bado, kuizamisha katika ulevi bado. Hajakuokoa ndio uendelee kwenda kwa wachawi. Na hiyo ndio ilimweka Yesu msalabani. Tukaona ukiendelea hivyo, Yesu atakaporudi itakuwa ni aibu kubwa. Kweli si kweli? Itakuwa ni aibu kubwa. Utasimamaje mbele yake? Ni kama baba yako amekulipia school fees. Unataka akupate shule ukifanya nini? Baba yako anaweza kuwa amekulipia school fees, hata utaki akuje shuleni akupate umelala. Hata kama kulasiwa tunalala sasa. Unaona ni akinipata nimelala ataniona ni kama kwamba nina waste school fees, si ndio? Akinilipia school fees nitafurahia sana akikuja anipate niko wapi? Anipige niombe dad. Niko hapa lecture hall 8. Alikuwa amenipigia surprise visit. Niko hapa lecture hall 8 dad, nilikuwa Daro. Si ndio? Ndio akikuja akupate aone mtoto wangu yasoma. Sasa babako akuje shuleni hiyo siku amekusurprise, hiyo siku umelewa hata. Hiyo siku umelewa, amesema nimepitia tao, hebu kuja hapa tukule lunch. Wewe umelewa yako yote. Na anasema kuja. Hata ukienda mbele yake utakuwa aje? Utakuwa naibu. Utakuwa naibu. Si ndio? That is not why he paid school fees for you. Kwani Yesu Kristo unafikiri itakuwa tofauti? Akuja akupate tu unafanya vitu zenye alikufa ndio usifanye hizo vitu. My brothers. Yesu alituokoa ili tuishi maisha ya utakaswa. Na tukaonyesha kwamba hii nguvu ya kuishi maisha matakatifu ina change the world. Ulimwengu unageuka katika wewe kukataa kuwa mwongo. Imagine, unakataa tu kuwa mwongo tu kazini, the workplace ina change. Kwa sababu wanatambua siliva hiyo. Na wanatambua wewe what you are saying is right. Mkristo tunatazamia kutumika kama vyombo vya kuleta huu ulimwengu mpya. Na ni kupitia maisha matakatifu. Ndio maana tulisema kila mara unapokuwa katika utakatifu unagundua ni kazi ya Mungu katika maisha yako. Utukuze Mungu, ufalme wa Mungu unaendelea. Ufalme wa Mungu unaonekana kila mara unapofanya hatua moja, mbili katika utakatifu wako. Ujue ufalme wa Mungu unafanya nini? Unaonekana, unazidi, unasonga mbele, unawadia, unakuja katika wewe kuacha kuwa mwizi. Unaacha kuwa mwizi, Yesu anakuja even closer. Si tuliona hiyo kupitia Biblia. Si ati wewe kukua, unajua inawezaonekana ati umeacha kuwa mwongo. Watu wa ulimwengu wanaona tu ati liva yanajifanya. They do not see what is happening. They do not perceive what is happening. That you are destroying the kingdom of the devil in the process. The kingdom of the devil is being destroyed. And the kingdom of heaven is being what? Coming in. Is breaking in. Is breaking in. That is what happens every time we grow in holiness. Something big is happening every time a Christian makes one step in holiness. Just one. The world is changing on a cosmic scale every time a Christian makes one step in holiness. Hayo ndio yalikuwa mahubiri ya wiki iliyopita. Na wengi walikasirika sana na hayo mahubiri. Kuna wale walikuwa wanaona ni kama nawakemea. Mimi nasikemei mtu hapa.
Inaonyesha kusudi la Mungu kuokoa watu ni gani, na kukuonyesha kwamba hauwezi sema hili kusudi linaendelea katika maisha yako kama huu utakatifu ufanye nini, haonekani. Kama hii kukua katika utakatifu ufanye nini, haionekani. Ni mapenzi ya Mungu sisi kutakaswa kimwili na kiroho, na yeye mwenyewe ndiye ambaye anahakikisha hii kazi. Yeye mwenyewe ndio anaihakikisha. Ujue Mungu ndio anasongesha hii kazi. Mungu anasongeshanga kazi yake, anaihakikisha. Habahatishi. Kazi ya wokovu si kubahatisha, ni kazi inaendelea na ni kazi itatimilika. Na ndio maana tumesoma hapa kuhusu kitu inaitwa kuzaliwa upya. Ndio ujue huyo ndio Mkristo. Kristo ni mtu amefanya nini? Amezaliwa upya. Yaani amezaliwa tena. Jinsi ambavyo ulizaliwa mara ya kwanza ukapata asilia ya kibinadamu, huyu amezaliwa mara ya pili. Sasa amepata asilia mpya, asilia ya kibinadamu nyingine tofauti na ile asilia ya kwanza. Na huyu ambaye amezaliwa upya, inaonekana katika imani yake, anaishi kwa kumwamini nani? Yesu Kristo, kumpokea Yesu Kristo, anaongozwa na neema ambayo ako nayo ndani ya Yesu Kristo. Huyo ndiye ambaye amezaliwa upya, na huyo anashinda ulimwengu. Huyo anakuwa katika utakatifu. Huyo anapenda neno la Mungu. Huyo anafurahia maneno ya Mungu. Huyo atashinda ulimwengu na atashinda dhambi. Kuzaliwa upya, Yesu Kristo alipokuwa anamfunza Nikodemo, alikuwa very careful kumwonyesha jinsi ambavyo hakuna kitu ulifanya katika kuzaliwa yako ya kwanza, hakuna jambo unafanya katika kuzaliwa yako mara ya pili. Kama mzee, kuna vile ulichangia katika kuzaliwa kwako kwa kwanza. Ulimpigia mamako ukiwa mbinguni, ukamwambia mama, anza kazi next week. Kuna mtu alichangia hapa? Uligundua uko. Unajuaje uko hai wewe? How do you know you are alive? How do you know you are alive? Edwin, how do you know you are alive? Nasema kwa fact is breathing. Unajuaje uko hai? Wachana na uhai. Unajuaje uko hai saa hii? Unajuaje uko kwa movie? Ama wewe si cartoon? Unajuaje wewe si cartoon? Umechorwa na mtu. Si ndio? Niko hapa, si ndio? Niko hapa, hata niko hapa. Napumua, ninafikiria, ninakimbia, ninakula, nasikia njaa, niko. Kwa hivyo ndivyo kiumbe yule wa pili yuko pia. Anagundua hakuwa, alafu nini? Mimi niko sasa. Sikuwa, sasa niko. Nimezaliwa tena. Are you getting what I'm saying? Unajua venye ulifomiwa kwa tumbo ya mama? Unajua? Ulikuwa pale ukipiga hesabu. Yaliyofanyika pale ni kazi ya Mungu, kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Wewe tu unatoka nyaa. Kweli si kweli? Hivyo ndio Yesu Kristo anakumwambia. Hivyo ndio mtu anazaliwa tena. Hakuwa alafu ako.
ni kazi ya Mungu. Sisi hatujui imetoka wapi, hatujui inaenda wapi, lakini ikikuja kama upepo tunaisikia, tunaiona, inadhihirika. Huyu anamwamini Yesu, huyu maisha yake ni Yesu, huyu kuishi kwake ni Yesu, huyu anaishi kwa sababu ya Yesu, huyu tumaini lake ni Yesu, huyu nguvu yake ni Yesu, huyu amezaliwa upya. Si yule anasema tu. Sababu tumesoma hapa kwa Biblia wengi ambao wanaongea tu. Wanaongea. Hata huyu Yohana anasema kuna wengine wanaongea wanasema wanamjua Mungu, lakini wanajidanganya. Ndio tutasoma hapo katika Yohana wa kwanza. Yohana sasa, Injili ya Yohana. Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Mstari wa 11 hadi 13. Nataka mnifuate hapa siku ya leo. Naomba msilale. Nasoma. Alikuja kwa walio wake, lakini wao hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hawa ndio wasiozaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Anaongea kuhusu Yesu Kristo. Anasema Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa Mungu, akashuka akachukua mwili. Lakini alipochukua mwili, alikuja akajionyesha kwa watu wake, yaani Wayahudi. Lakini hawakufanya nini? Hawakumpokea. Lakini kuna wale waliompokea. Na wale waliompokea aliwapa nguvu wa kufanyika wana wa Mungu. Nasikia? Kuna wale hawakumpokea na kuna wale waliompokea. Na anaeleza kuhusu hawa waliompokea kwamba hawa ni wale wasiozaliwa si kwa mapenzi ya mtu yeyote. Walisikia? Si kwa mapenzi ya mtu yeyote, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa damu, bali kwa nani? Kwa Mungu. Those who were born not of blood, not of the will of man, not of the will of the flesh, but of God. Yaani hii kuzaliwa mara ya pili inatoka wapi? Kwa Mungu. Ni kusudi la nani? La Mungu. Linaposonga, ni nani anaifanya ifanyike? Mungu. Wewe kuna kitu unaweza fanya ili ifanyike? La hasha, hauwezi. Si kwa mapenzi ya mtu yoyote. No one can make this happen. You cannot make this happen. Si wewe ni mtu. Kwani mapenzi yako ni mapenzi ya nini? Mapenzi yako ni mapenzi ya nini? Ya Mungu. Kwa hivyo tunakuja katika territory ambayo tunakubali hata nikikubatiza siwezi kukufanya uzaliwe upya. Hata tukuombee hapa kama kanisa, tukutakase tunetu, hatuwezi kufanya uzaliwe upya. Haikuji kwa mapenzi ya pastor. Haikuji kwa mapenzi ya Levi. Haikuji kwa mapenzi ya washirika. Haikuji kwa sababu baba yako alikuwa pastor. Haikuji kwa damu, ati babangu alikuwa pastor kwa hivyo watoto wangu wote wamezaliwa upya. Haikuji kwa damu. Inakuja peke yake kwa nani? Kupitia nani? Mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akitaka kufanyika ifanyike, itafanya nini? Itafanyika.
Asipotaka ifanyike, haifanyiki. Anasonga kama upepo, anasonga kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo tunakuja katika territory ambayo hakuna chochote tunakachoweza fanya ambayo inaweza kufanya hiki kifanyike. Mwanadamu hakuna chochote anachoweza kufanya ili kusababisha mtu azaliwe upya. Na Yesu Kristo mwenyewe alisema bila kuzaliwa upya hakuna kuona utukufu wa Mungu, hakuna kuona ufalme wa Mungu. Yule pekee anayeona ufalme wa Mungu lazima afanye nini? Lazima azaliwe upya. Na kuzaliwa upya, mwanadamu hawezi fanya chochote ili kufanya ifanyike. Si kwa mapenzi ya mtu. Kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu peke yake. Mwanadamu kwa hii kazi si chochote, si lolote. Hachangii popote. Ni Mungu afanye kulingana na mapenzi yake. Yule aliyezaliwa upya peke yake ndiye ambaye ana imani ya kweli. Ndiye pekee ambaye ana imani inayookoa, kwa sababu amepata haya maisha mapya ambayo yanaweza kuona dhamana ya Yesu Kristo, ambayo yanaweza kukubali dhamana ya Yesu Kristo, ambayo yanaweza kupokea dhamana ya Yesu Kristo. Nje ya maisha haya mapya, sisi ni maadui dhidi ya Injili. Nje ya haya maisha mapya, sisi ni maadui dhidi ya maneno ya Mungu. Na uadui wetu unaonekana kwa njia nyingi. Uadui wengine wa watu ni hawataki kukuja kanisa. Uadui wa watu wengine ni wanasoma Biblia lakini wanasoma vitu zao. Hawataki kukubali ile mambo imeandikwa. Yeye ni adui dhidi ya zile vitu zimeandikwa pale. Kwa sababu gani? Hana moyo unaoweza kukubali hayo maneno. Ndio maana hayo maneno yanamkera. Hawezi kukubali maneno ya Mungu. Ni katika Roho Mtakatifu peke yake ndio funzo la Biblia linaweza kukubalika. Biblia inafunza hivyo. Basi na haya maisha mapya, sisi ni maadui dhidi ya maneno ya Injili. Sisi ni maadui dhidi ya mafunzo ya Yesu. Sisi ni maadui dhidi ya amri za Yesu. Ndio maana unaambiwa huku ndiko kumpenda Mungu, kutii amri zake. Yule ambaye hajazaliwa upya, hizi amri kwake ni nzito. Ni nzito. Hawezi kuzibeba. Anasema nitawezaje kufanya hivi? Kwani nimerukwa na akili mimi? Unaniambiaje niishi hivyo? Amri ni yangu, ni mimi nimeandika hiyo amri. Ni mimi ni amri zangu. Nilikaa chini nikatunga Biblia mimi. Mzee ametupa hapa testimony siku ya leo. Ametupa hapa testimony kuhusu watu wanaitwa reformers. Na hao ndio ambao wamemotivate sana kuanzishwa kwa hii kanisa. Kuna jamaa anaitwa Martin Luther. Martin Luther alikuwa monk. Unajua monk? Wale wa Katoliki wale wanakanga pale kwa wanajifungia, maisha yao ni ya kuomba na kusali na kusoma Biblia. Mnatoka nje pengine kutoa tu chakula kwa wanyonge, mnarudi pale mnaomba. Martin Luther alikuwa monk. Lakini katika umonku wake pale kwenye kanisa aligundua ana mzigo mzito wa dhambi. Alikuwa na guilty conscience. Dhamiri yake ilikuwa inamshuhudia kwamba yeye ni mwenye dhambi. Alijaribu hizo mbinu zote za Kikatoliki ili kuondoa hiyo hukumu ambayo aligundua iko juu yake. Anaambiwa enda confession. Anaenda pale ana confess. Anasema nikitoka pale baada ya confession, baada ya 30 minutes ninagundua tayari moyo wangu, dhamiri yangu ishatenda dhambi tena. Nimekuwa na sinful desire.
nimekuwa na sinful pleasure, yaani nimetamani kitu ambacho sifai kutamani. Akagundua hii ni kitu ngumu sana. Kumbuka huyu ni monk. Huyu ni monk, nataka ndio mjue imani ya kweli na kuzaliwa upya nguvu yake. Huyu ni jamaa wa kanisa huyu. Huyu ni jamaa maisha yake ni Biblia. Huyu jamaa ni maisha yake sijui kufanya, lakini anagundua kuna kitu kinafanya nini? Kinakosa. Anagundua there is something missing. I want to show you what caused the reformation. Nakwambia kitu kilifanya hiyo reformation ni kuna wakati alikuwa anasoma Paulo, na haya mafunzo ya kuhesabiwa haki kupitia kumwamini Yesu Kristo pekee yakafunuliwa kwake kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Akapata kuona kwa hivyo si lolote ninalofanya, kwa sababu kivyangu ninaona mimi muovu kabisa. Yaani ninatulia katika kazi ambayo Yesu Kristo amefanya. Mzigo ukafanya nini? Ukaondoka. And a warmth entered his heart. Yaani moyo wake kukaingia nini? Amani fulani, utulivu fulani. Akagundua kweli ameokolewa na damu ya Yesu Kristo. Kweli ameunganishwa na Yesu Kristo. That was the turning point of the reformation. Hapo ndio reformation ilianzia. Ndio alianza kugundua kumbe kanisa inafunza mambo wrong. Wanaambia watu mtasamehewa dhambi kwa kukuja confession, wanaambia watu mtasamehewa dhambi sijui kwa kukuja mass, kukuja Eucharisti, kufanya nini? La hasha, hatuokolewi kwa kufanya lolote, ni kwa kazi iliyofanywa nje yetu. And that is how that one man stood against the whole Catholic Church. Kuna wengine hapa hawezi simama dhidi ya boss wake. Yeye alisimama dhidi ya Catholic Church when Catholic Church was like an empire. Yaani unaona ni mtu life yake hata iko at stake. Watu wanaweza muua hata. Ni kama kusimama dhidi ya rais. Sahi. Unaona mambo inaendelea Uganda. Wao wamesimama dhidi ya Museveni, vitu wanafanywa na serikali. Hata inabidi utoroke nchi yako. Kiasi kama hicho ndio Martin Luther alikuwa anafanya. Anasimama dhidi ya authorities of those days. Anawaambia mimi ninapenda Yesu Kristo, mimi ninapenda kanisa, na mnafunza uongo na mnadanganya watu. Ni tamaa yangu si ati kujivunja out of the church. Tamaa yangu ni kanisa ligeuke lifunze ukweli. Lakini kanisa likikataa kufunza ukweli, afadhali wafanye nini? Wanifukuze. Afadhali nitoke nje. Afadhali nisimame na ukweli kuliko kusimama na kanisa linafunza nini? Uongo. He was born again. Something happened. Hiyo kitabu ya Paulo wako ameisoma mara mingi, lakini kuna siku ambayo ukweli wa huo kitabu ulikuja ukafanya nini? Ukafunuliwa kwake. Akaiona hiyo how could I not see? Tangu hiyo siku sasa atakianza kusoma Biblia ni kama anaisoma for the first time. Na amekuwa akisoma all his life. Kuna mwinjilisti mwingine anaitwa George Whitefield. One of the greatest evangelists this world has ever seen. Ukisoma story yake unashangaa sana. Mungu alibariki sana ministry ya huyo jamaa. He blessed the ministry of that man so much. Ilikuwa almost such that Whitefield akisimama hivi kuhubiri ni kama lazima watu wazaliwe upya hiyo siku. There were conversions day in day out through the preaching of George Whitefield. George Whitefield alikuwa Mkristo kutoka utotoni mwake, lakini hata yeye kama Martin Luther alikuwa anagundua kuna kitu missing. Kuna kitu missing. Usome historia yake akiwa kijana. Alifanya mambo mingi sana kujaribu kufill in hiyo gap. He realized something was missing. Akaanza kufunga. Alifunga style nyingine hadi akagonjeka. Unajua watu wanafunga hadi wanagonjeka. Kwa sababu anajaribu kuachieve hiyo kitu kupitia juhudi zake.
anasema wacha nifunge. Naona Biblia inaniambia nifunge, wacha tusali. Walikuwa pale marafiki na mareformers wengine hapo wanaitwa the Wesleys walikuwa rafiki wa Whitfield sana. Walikuwa ka club, walikuwa wanaitwa sijui the Holy Club. Wanafunga kufunga, wanasali kusali, yaani wanafanya mambo yote, lakini Whitfield bado anagundua moyo wake nini? Mzito, moyo wake mzito. Hadi siku fulani huyu ndugu Wesley akampea kitabu fulani cha Kikristo, The Life of God in the Soul of Man, yaani maisha ya Mungu katika nafsi ya mwanadamu. Hicho ndio title ya kitabu, maisha ya Mungu ndani ya nafsi ya mwanadamu, The Life of God in the Soul of Man. Akasoma hicho kitabu na anaeleza alipokuwa anasoma hicho kitabu, ukweli ya hiyo mambo yote alikuwa anafunza ikaanza kukua hai kwake. Akaanza kuona kitu ambacho Yesu Kristo amemfanyia katika kumpa maisha mapya. Akaanza kugundua hakika amekufa ili nipate maisha mapya, ili maisha yake, this life of God is alive in me. I am a new creature. Ikamuingia, yani akaipokea, akaiona. Na tangu hiyo siku kuhubiri kwa George Whitfield, wale ambao wamestadi mahubiri yake, hata nawafunza mambo ya Reformation, hii historia ya Ukristo. Mahubiri ya huyo George Whitfield yalikuwa kuhusu jambo ambalo mwanadamu hawezi fanya. George Whitfield used to preach about the new birth. That is what marks his preaching yake, iko mark na kuhubiri kuhusu kuzaliwa upya. Yaani hii ndio ilikuwa main theme yake. Alikuwa anasema lazima watu wazaliwe upya, na hiyo si kazi unaweza fanya. Imagine, katika kuhubiri kitu ambacho mwanadamu hawezi fanya, Mungu anabariki preaching yake ili wengi wafanye nini? Wazaliwe upya. Kuna kitu kinafanyika katika moyo wa mwanadamu kinachomfanya awe Mkristo. Hakuna mtu ambaye ni Mkristo ambaye hajazaliwa upya. Siku hizi nasikianga watu wakisema I am a born again Christian. Hakuna kitu kama hiyo. Si mnajua, mnatambua kitu nawaambia? Kama umezaliwa upya wewe ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Na kama haujazaliwa upya, hata kama unakuja church, hata kama umetudanganya tukakubatiza, hata kama unasherehekea na sisi katika Eucharist, hakuna kitu. Kama hujazaliwa upya wewe si Mkristo. Wewe si Mkristo. Kama haya maisha ya Mungu hayako hai ndani yako, wewe si Mkristo. You do not know this life. Na bila hii maisha ndani yako, hauwezi shinda ulimwengu. Hauwezi. Utatetea ulimwengu maisha yako yote. Utaona Ukristo ni upumbavu. Utaona Ukristo ni ujinga. Utaona mafunzo ya Biblia ni upumbavu tu, hadi upate hii maisha mapya. Tito mlango wa 3:3-5 unasema hivi: maana sisi wenyewe wakati fulani tulikuwa wajinga wasiotii, tukiwa watumwa wa tamaa mbaya na anasa za kila aina. Tuliishi katika uovu na wivu, tukichukiwa na kuchukiana sisi kwa sisi. Lakini wema na upendo wa Mungu Mwokozi wetu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda, bali kwa sababu ya rehema zake.
alituokoa kwa kutuosha, kwa kuzaliwa mara ya pili na kwa kufanywa wapya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, msilale tafadhali mkija kanisani. Unajua, ukisoma historia ya kanisa utaona hii mambo ya maisha mapya imekuwa central teaching katika kanisa. Hii si jambo mpya. How reformers, they spent so much of their time studying this new life, looking how God brings it about. There are books and pastoral insight on this new life. Hii si jambo mpya. Hii ni jambo limepotea wakati mafunzo ambayo yanakataa ukuu wa Mungu, uhuru wa Mungu, God's sovereignty in salvation, kwamba Mungu ndiye ambaye anaongoza hii mpango ya wokovu. Wakati hiyo mafunzo inaenda, haya mafunzo ya kuzaliwa upya pia inafanya nini? Inaenda. Kwa sababu sasa emphasis inaacha kukua katika kazi ya Mungu, inaanza kukua katika kazi yako wewe. Watu wanaacha kusisitiza kazi ambayo Mungu anafanya, wanaanza kusisitiza about your will. In the process, this new life is thrown away. You will hardly ever hear of it being taught. Ama akiifunza, ataifunza kwa style ambayo utafikiria ni kama kwamba wewe ndo unafanya nini? Unaifanya. Na Biblia iko waziwazi. Si wewe unaifanya, ikuji kwa mapenzi yako. Hawezi kaa chini uamue ninataka kuzaliwa upya next week. Sitaki kuzaliwa upya this week. This week niko na plans za ufisadi kidogo. Nataka kuzaliwa next year. Kuzaliwa upya next year. Ni kama kwamba wewe ndio unapanga. Sivyo ndio watu wanafunza kuhusu kuzaliwa upya siku hizi. It's like something you do, and the Bible is very clear. This does not come about by your own will. You do not intend it to happen. God brings this about through His word. Neno lake linasomwa, neno lake linafunzwa, neno lake linahubiriwa, na kuna mtu anazaliwa upya in the process. Kuna mtu, nakwambia, kuzaliwa upya inafungua roho ya mtu, inamfunulia roho yake, anapata kuona uovu wake, anapata kuona uasi wake, anapata kuona kwa nini anahitaji Yesu Kristo, anapata kuona dhamana ya damu ya Yesu Kristo, anapata kitu dhamani mpya. That's a new value, a new treasure. Na unaona venye Paulo anaeleza hata sisi wa Kristo katika hii Tito. Anaeleza sisi kitambo tulikuanga hivyo. Mara mingi sana unaona hivyo ndio anafunza wa Kristo. Tulikuwa hivyo venye ulimwengu uko saa hii. Vile wale ambao hawajazaliwa upya wako saa hii. Tunajua venye wako kwa sababu tulikuwa hapo. Na tuliokolewa na Mungu si kwa matendo yetu mema tuliyoyatenda. Si ati nilifanya kitu nzuri Mungu akanirehemu. Si ati nilianza kwenda church Mungu akaniambia huyu amefanya enda church sana, wacha nimzalishe upya. Ama huyu ametoa pesa mingi kwa wanyonge, haya wacha huyu azaliwe upya. Ama huyu amefunza watu mambo mengi sana kuhusu Yesu, wacha nimzalishe upya. No, it is not because of anything we did. Paulo anafunza hapo katika Tito. It is not because of anything you do. Anaifanya freely out of his own grace. He picks one and leaves another. He takes one and leaves another. Freely. Rehema zake. His own mercy. His own grace. Ndio maana ndugu yangu, kuteua si kazi ya mdomo yetu. Let me make a correction on something you said. Kuteua si kazi ya mdomo yetu. Kuteua ni kazi ya nani? Ya Mungu. Siwezi ambia huyu ameteuliwa, kwani mimi ni Mungu. Anayeteua ni nani? Ni Mungu.
Hayo ni mafunzo ya hiyo sekta ya watu hawataki kukubali hao ukweli. Ndio maana kuna mwingine alikuja hapa akatufunza. Kuna mmoja alikuja hapa akatufunza verse ambayo iko na uteule ndani yake. Katika hiyo verse ambayo amesoma, ameona Mungu amesema, nimekuchagua wewe Israeli na nimeacha Edom, nimeacha huyu, nimeacha huyu, nimeacha huyu. Nimechagua nani? Wewe Israeli. Na yeye akasimama hapa akasema, unaona imesema Mungu amechagua. Kwa hivyo inasema Mungu amechagua nani? Akasema inasema Mungu amechagua kila mtu. You are all chosen. Say I am chosen. My friend, is that what the verse you are reading says? The verse you are reading tells you, I have chosen you, I have left this one. Hao wenye wameacha si ni Edom. Edom kwani ni mang'ombe? Edom si ni watu? Anasema I will give Cush in your place. I have chosen you to the extent that I will give Cush. Yani nitaacha Cush ndio nikukuje nikuhudumie wewe. Electing love. Ambia my brothers, unaona kitu ambacho mafunzo ya kukataa sovereignty inaingia. Mtu anaingia pale, the Bible is full of it. The Bible is full of it. Haioni. Sasa kama kila mtu amechaguliwa, hiyo ni chaguo kweli? Is that a choice? Then what is the point of God teaching us about this choice? Anakuambia ni kwa sababu ya rehema ya Mungu peke yake. Wewe hakuna kitu unaweza changia, hakuna kitu unaweza fanya, yani kitu unaweza leta peke yake ni hiyo dhambi ulikuanga nayo. Useme nilikuanga mwizi, nilikuanga muongo, lakini Mungu kwa rehema zake na si kwa matendo mazuri niliyofanya, akaniosha kwa kuzaliwa mara ya pili na kunifanya upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni yeye ndo alinifanyia hivyo. Yeye ndo alinizalisha upya. Yeye ndo alinipa maisha mapya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yeye ndo aliniunganisha na Yesu Kristo. Yeye ndo amenipa asilia mpya ndani ya Yesu Kristo. Usichoke ndugu zangu, ninataka muone lile ambalo ninafunza. Waefeso Alex, imefika hapo how many hours? How many minutes? 52. Huh? 52. 52. Waefeso mlango wa pili, nitasoma kwa haraka basi. The Galatians. Waefeso mlango wa pili, mstari wa kwanza hadi wa 6 unasema hivi. Kwa habari zenu, sikiza ambacho Paulo anaeleza kuhusu wale walio ndani ya Yesu Kristo na wale ambao hawako ndani ya Yesu Kristo. Kwa habari zenu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu. Mlikuwa nini? Wafu. Mlikuwa nini? Wafu. Mlikuwa nini? Wafu likumaanisha Dead. umekufa. Hakuna kitu unaweza fanya. Mko pale tu katika nini? Dhambi zako ndio zimekuweka huko. Mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu huu na za yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi sasa ndani ya wale wasiotii. Sisi sote pia tuliishi katikati yao hapo zamani, tukitimiza tamaa za asili yetu ya dhambi na kufuata tamaa zake na mawazo yake. Nasi kwa asili yetu tulikuwa wana wa ghadhabu kama mtu mwingine yeyote. Wala venye ameeleza tulikuwa, anasema kama kila mtu tu tulikuwa watu tumekufa katika dhambi zetu, tukifuata namna ya nini ndugu wangu? Namna ya ulimwengu. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo ako katika hiyo hali. Anaishi akifuata namna ya ulimwengu, namna ya mtawala wa anga, yani hiyo hapo inamaanisha shetani,
Na katika hii hali inajionyesha kivipi? Inajionyesha kwa sababu huyu mtu anaongozwa kwa tamaa zake, tamaa za kimwili, tamaa za kimawazo. Tamaa za kimwili mwazijua, tamaa za kimawazo ndio watu huwa hawazioni sana. Tamaa za anasa, tamali ya watu, kukuwa mashuhuri mbele ya watu, ndio inakufanya unaanza kuwa mwenye wivu. Unakaa usiku, hiyo wivu imetoka wapi? Kwa nini unaona mwenzako hivi? Kwa nini unaona mwenzako hivi? Si ni tamaa iko pale ndani, unataka kuwa na hiyo mali yake. Unaongozwa na hiyo wivu yako. Hasira. Watu wanaongoza maisha yao na hasira. Hasira ndio the dominating power. Na ako tayari kusema shida sio mimi, shida ni hao watu wananikasirisha. Mimi sina shida, mimi niko sawa. Shida ni huyu ndugu yangu, yeye kidogo kidogo tu hivi ashalipuka. Anaongozwa na tamaa za kimawazo. Na anaandika katika hiyo hali, katika hiyo asilia. Yaani tuko tu na asilia ya watu wanaenda kupotea. Hiyo ndio asilia ya watu wanaenda kukufa. That is just the people who are going to perish by nature, and that is who we were. By nature dead. Alafu anasema, lakini siku moja tukaamka tukasema, ai, Bwana tunaishi hivi na Yesu anahubiriwa, si tumfuate Yesu. Sivyo ndio kitabu imeandika. Hivyo ndio kitabu imeandika. Anataka uone ulikuwa nini? Mfu. Hauwezi kujisaidia, hauwezi saidika. Anayekusaidia peke yake ni Mungu. Anayekusaidia peke yake ni yule mwenye nguvu ya kufanya nini? Kufufua mfu. Ndio anasema verse 4 to verse 6. Lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Yaani tumeokolewa kwa neema. Mungu alitufufua pamoja na Kristo na kutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Amen. Anasema yaani tukiwa tungali bado tumekufa, Mungu ndiye alitufanya tuwe hai. Hakungojea tufanyiwe CPR, Rabi na kuja afanya CPR kidogo, moyo iruke kidogo, ndio aweke sasa principle, aongeze dawa huyo amke. La hasha. Ukiwa ungali pale kaburini, umekufa, unaoza, hauwezi fanya chochote, mfu katika dhambi zako, Mungu aliamsha hiyo maiti, ndio iliamshwa. Katika Kristo Yesu. Unaambiwa katika kufufuka kwa Kristo Yesu, Mungu ametufanya tuzaliwe upya, ametusababisha tuzaliwe upya kupitia kufufuka kwa Kristo Yesu. In short, hii asilia mpya tunaipata katika Roho Mtakatifu kutuchukua na kutuunganisha na nani? Kristo Yesu. Kwa hivyo anatuunganisha na Kristo Yesu, inakuwa kwamba asilia yetu iliyokufa inakufa na Yesu Kristo pale msalabani, na sisi tunafanya nini? Tunaamka na yeye. Unapata asilia mpya peke yake kama umeunganishwa na nani? Na Kristo Yesu. Ndio maana anasema hapa katika Waefeso mlango wa 1 mstari wa 19, anasema hivyo. Nataka usikize hii careful. Anaongea kuhusu wa Kristo, anasema hivi: na uweza wake mkuu usiolinganishwa kwa ajili yetu sisi tuaminio. Uweza huo unafanya kazi ndani yetu, ni sawa na ile nguvu kuu mno aliyoitumia katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na akamketisha mkono wake wa kuume huko mbinguni. Umesikia kitu anasema?
kuna kazi, kuna kipawa, kuna uwezo ambayo inafanya kazi katika Mkristo. Kuna uwezo unaofanya kazi katika Mkristo, na ni uwezo upi? Uwezo ule ule ambao Mungu alitumia katika kufanya nini? Kufanya nini? Katika kufanya nini? Uwezo fulani unafanya kazi katika Mkristo, na uwezo huo ni upi? Ni ambao Mungu alitumia kufanya nini? Kufanya nini? Kufanya nini? Kufufua nani? Nani alifufuliwa? Nani tunajua amefufuliwa? Wewe bado hujakufa hata. Anaongea kuhusu kuna mtu alifufuliwa kimwili. Kuna mtu alifufuliwa kimwili. Na anasema hiyo nguvu ambayo ilifanya katika huyo ndio nguvu iko ndani yetu. Nani alifufuliwa? Nani alifufuliwa? Saa hizi leo nani amefufuliwa? Hakuna mtu amefufuka leo. Kuna mtu amefufuka leo? Kuna mtu hii dunia unajua ambaye alikufa na akafufuka katika mwili? Nani? Nani? Nani Yesu Kristo. Kuna mtu tunajua ambaye alizikwa na akatoka katika kaburi lake, na hilo kaburi halina mtu hadi leo. Si ati alienda pale kama Lazaro, si alitoka kwa kaburi pia? Lazaro ako wapi leo? Lazaro ako wapi? Ako kwa kaburi. Alirudi pale. Ule mtoto wa sijui widow of Nain, si alifufuliwa? Ako wapi leo? Ako wapi? Ako wapi? Ako kaburini. Mtoto wa Jairus, si alifufuliwa? Ako wapi leo? Ako wapi leo? Kuna yule mwenye alianguka kwa mifupa ya Elisha akafufuka. Ako wapi leo? Ako wapi leo? Ako wapi leo? Ako kaburi. Kuna yule basi mwenye aliingia hiyo kaburi na akatoka na hajawahi rudi tena. Ni nani? Ni nani? Ni nani? Kuonyesha kwamba huyu Yesu kuna nguvu ambayo iko ndani yake ambayo imefanya nini? Imeshinda nini? Imeshinda nini? Imeshinda nini? Kuna nguvu ndani ya huyu Yesu Kristo ambayo imeshinda kiasi cha kwamba amefufuka katika nini? Mwili, in the body, kiasi cha kwamba anakuja kwa wanafunzi wake na anakula samaki na wao, ndio awahakikishie, mimi si ghost, mimi si ghost, mimi ni nani? Yule mliyeona akisulubishwa pale. Na anasema hiyo nguvu ambayo ilitumtoa Yesu kaburini katika mwili, hiyo nguvu iko katika nani? Mkristo. Hiyo ndio nguvu iko katika Mkristo. Hiyo ndio inakutoanga kutoka hali ya kitambo, unazaliwa upya. Hiyo ndio nguvu inayo kuunganisha na Yesu Kristo. Hiyo ni hakikisho kwamba Mkristo atafufuka pia yeye katika nini? Katika nini? Mwili, kwa sababu ile nguvu ambayo iko ndani yake ishafanya hiyo kazi. Ishaonyesha kwamba inaweza kufanya hiyo kazi na itaifanya tena. We will be resurrected in the body. Because the one who resurrected in the body, the power that resurrected him from the body is alive in us. Kwa hivyo hakuna Mkristo ambaye nilisema asikuja aseme ati kuna dhambi inamshinda. Uko na nguvu ndani yako kama wewe ni Mkristo, kama umezaliwa upya, uko na nguvu ndani yako ya kushinda hata kifo. Sasa watoto wa kifo ndio itashinda. Watoto wa kifo ndio itashinda. Watoto wa kifo kina hizi madhambi zote zenye neno linakuhukumu ndani yako ndio itashinda. Kama kifo yenyewe ameshinda. Ndugu yangu, lazima tupate hii asilia mpya ndio tuweze kushinda dhambi. Lazima tuzaliwe upya ndio tuweze kushinda dhambi.
lazima tuzaliwe upya ndio tuweze kushinda ulimwengu. Katika kitabu hapa cha Warumi anataka kukuonyesha, hii nitaisoma dakika moja tu. Hii Warumi 5 anasema hivi. Warumi 5, 18 to 19. Kwa hiyo kama vile kosa la mtu mmoja lilivyoleta adhabu kwa watu wote, vivyo hivyo pia kwa tendo la haki la mtu mmoja lilileta kuhesabiwa haki, ambako huleta uzima kwa wote. Kwa maana kama vile kwa kutokutii kwa yule mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki. Ukisoma muktadha wa lilo fungu, anaongea kuhusu Adamu na Yesu Kristo. Anataka kuonyesha kwamba Yesu Kristo ni Adamu wa pili. Sisi sote anatuambia tuko na asilia fulani katika Adamu, katika baba yetu wa kwanza, na hiyo asilia ni asilia ya nini? Ya kifo. Katika Adamu hakuna kitu kingine pale, ni kifo tu. Lazima tuunganishwe na Yesu Kristo, lazima tupate hii asilia mpya ndani ya Yesu Kristo, na hivyo pekee yake ndio tutaweza kushinda dhambi. Na kama tumeunganishwa na Yesu Kristo, kama tuko ndani yake, tukumaanisha basi tuko na asilia mpya, asilia iliyoshinda dhambi. Na kama tuko na hii asilia iliyoshinda dhambi, basi tutaweza kushinda dhambi katika maisha yetu. Wacha niiseme kwa njia ingine. Dhambi peke yake ambayo unaweza kushinda ni ile ambayo tayari imefanya nini? Imeshindwa. Mnanielewa? Dhambi peke yake ambayo unaweza kushinda ni dhambi ambayo tayari imefanya nini? Imeshindwa. Hakuna dhambi nyingine inashindwa. Lazima hiyo dhambi ikuwe tayari imeshindwa katika nani? Msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo peke yake ndio unaweza kuishinda. Kwa hivyo kama hauko ndani ya Yesu Kristo, hautaweza kushinda dhambi yoyote kikweli. Usijidanganya ati umeacha uzinzi. Wengine ni kwa sababu ulipigwa na gari siku hizi, wewe ni paralyzed. Sasa hiyo tamaa ikakuenda. Si kwa sababu imekwenda ati upendi, ni kwa sababu hauwezi. Ungekuwa na hiyo miguu ungekuwa vile vile tulikuwa. Hiyo tamaa haijashindwa hiyo. Kuna watu wengine wanakuwa wazee, wanaacha kuwa wezi. Hapa anasema ameshinda hiyo tamaa. Hiyo imeshindwa kweli? Sasa ni umekuwa mzee. Hata umechoka, unakaa chini unasema, hata nyinyi hamjui siku zetu. Siku zetu tulikuwa tunachimba pale chini. Unaikumbuka na furaha nyingi. You are proud of your nonsense. You are proud of your sin. Na unataka kusema umeshinda hiyo dhambi. Unaikumbuka na moyo wa kupenda. You are so in love with it. Wakati wangu tulikuanga tunachukua wasichana. Tulikuanga tunawabeba. Alafu anajiona siku hizi ameshinda. Haujashinda ni nini? Ni uzee. Roho yako bado inapenda. Mkristo unageuka hadi roho unachukia hiyo dhambi. Unaiona kama mzigo. Unakuwa na aibu kwa sababu ya hiyo dhambi. Na unashukuru Mungu kwamba amekutoa katika hiyo hali. Ndio maana Petro anawaambia dhihirisha, onyesha kwamba umezaliwa upya. Onyesha kwamba wewe ni mteule. Usiambiane ati wewe ni mteule, mimi ni mteule. La hasha. Kama unasema wewe umeteuliwa na Mungu, wacha naifanye nini? Ionekane.
kuwa katika utakatifu. Wacha tuone Roho Mtakatifu aliyeshinda dhambi, aliyeshinda kifo, anafanya kazi ndani yako. Kuwa katika utakatifu, tutasema huyo ni mteule wa Mungu. Ongeza upendo, ongeza kiasi, ongeza self control. Hivyo ndio Petro anakuambia ongeza self control, ndio tuone, tuseme hakika huyu ni mteule. Sababu mteule ana nguvu ndani yake inayoshinda dhambi na inayomfanya afanye hatua katika utakatifu wake. Show us. Punguza hasira, tujue wewe ni mteule. Chukia njia zako za hasira, tujue wewe ni mteule. Usituambie ati mimi ni mteule, mimi ninapenda Mungu, mimi nakujanga Show us, let us see. Demonstrate it in your life. Let us see the power of the Holy Spirit at work in you. Hiyo ni kumaanisha, nenda nyumbani leo, enda kadilia Mungu, sema Mungu, wewe ndio ulishinda dhambi. Nataka ushinde hii hasira ndani yangu, ili hata mimi mwenyewe niwe na uhakika kwamba mimi ni mtoto wako. Hata mimi ninataka kuwa na uhakika. Nataka ushinde hii uzinzi wangu. Ndio wewe Mungu ndio umenileta kwake Yesu. Ndio Mungu, wewe ndio umeosha dhambi zangu. Sasa ninataka hii uzinzi yangu, nataka ufanye nini? Uiondoe, nikuwe na uhakika mimi ni mwana wako. Go ask him, cry until he answers. Yule aliyezaliwa na Mungu na ushinda. Kuna wale walioketi hapa ambao mioyoni mwao wanajiambia wao ni watoto wa Mungu. Mioyoni mwao wanajishuhudia wao kwa wenyewe kwamba wamekubali. Msikague mioyoni mwenu, muwe na uhakika kwamba mambo ambayo lazima yafanyike kulingana na neno la Mungu. Lazima itajionyesha. Haiwezi. Yani the power that resurrected Christ inaweza kuwa ndani yako na ukose hata wewe mwenyewe kuiona ikifanya kazi. Unagundua kuna kipawa kinafanya kazi ndani yangu. Utakosa kweli? Wajikague, sababu huenda wengi wanajidanganya. Huenda wengi bado ni wafu katika dhambi zao. Hawezi kuwa kote kote, aidha wewe ni mfu ama umefanya nini, umefufuliwa. Hakuna katikati. Huenda bado wengi ni wafu, na katika ufu wao wanajidanganya kwamba wako hai. Katika ufu wao wanajidanganya kwamba wameokolewa. Huoni hiyo ni hali ya hatari sana? Sababu huyo mtu hawezi enda kwa daktari. Hiyo ndio ilikuwa shida ya Mafarisayo. Hiyo ndio Yesu aliambia ndio ilikuwa shida ya Mafarisayo. Wao walikuwa wanaona wao hana shida. Wakiuliza, nyinyi hakuna mwenye ametenda dhambi hapa? Sisi hatutendangi dhambi. Sisi ni wazuri. Sisi ni wale wa kufuata sheria. Sisi tunafuata sheria mbele nyuma hadi mwisho.
Wao wanajiona wako sawa, na Yesu Kristo akawaambia shida yenu ni mnafikiria mko sawa, na kwa sababu mko sawa hamkuji kwa daktari awaponye. Hiyo ndio shida. Because you think you are okay, you do not come to get help. My friend, it is my hope that Mungu anatumia hili neno hapa siku ya leo kuamsha mtu agundue bado yeye ni mfu. Sababu mimi nasoma criteria za Biblia na sioni. I am not seeing it at work. And this is why I am worried for so many of you. This is why I started this series, because I am worried for so many of you who think you are okay when you are not. I want you to be alert. I want you to be eager to see. I want you to be keen. Hii si mambo ya upumbavu hii. This is life and death. This is eternal life, my friend. Can you imagine going to jail for 50 years? Can you imagine going to jail for 50 years? Can you imagine being whipped every single day in that jail for those 50 years? Can you imagine burning in that jail for 50 years? Burning in that jail for 50 years. And you want me to sit down here? If you guys were going to hell for 50 years, that would be serious enough for me to convince you, hey my friend, burning for 50 years is no joke. Mimi nishaichoma hata tu na kapasi tu hivi kidogo karibu niimbe. Si ndio? Si kila mtu ashaichoma hapa na kitu. Unajua uchungu wa moto wewe. Hata ya sekunde moja. Seuze ya miaka 50. Now you think if that fire is never going to be quenched, after 1,000 and a million and a billion and a trillion years, the fire is still going. You think that is a joke? For you to take it lightly at I am saved, I am saved. My brother, be sure. My brother, be sure. My brother, my sister, be sure. This is no joke. You need to be sure you're born again. Bila kuzaliwa upya kuona ufalme wa Mungu. This is no joke. This is no tuko na time nyingi ya kufanya, tunaenda ku evangelize. We know those people don't know Jesus Christ, and therefore they are going to burn. They are going to burn. Wanaenda kuchomeka. That is why we go for evangelism every Sunday. This is no joke, my brothers. Hatuko utani hapa. Na nikikuhubiria ujikague wewe na uhakika kwamba umezaliwa upya. I don't want you to play with that. Nikikwambia ndugu yako mwenye amjui Yesu, kenda kamuombe, na ukipata fursa kumwambia kuhusu Yesu ichukue, because he's going to burn. It is not a joke. He needs to be born again. Na kama wewe ni Mkristo, angalia pale umetolewa. Angalia pale umetolewa. Unajua mahali umetolewa? Hakikisha umezaliwa upya. Wacha ionekane katika maisha yako. Kuna nguvu ndani yako ambayo imeshinda hiyo kifo, ambayo imeshinda hiyo dhambi. Hebu ionekane. Be sure. Be sure you are born again. Be sure. Kuwa katika utakatifu. Na ukifanya hatua 2, fanya zingine 5. Sawa? Ukifanya hizo zingine 5, fanya zingine 10. Ukifanya hizo zingine 10, fanya zingine 50. Continue crying upon the Spirit to show himself in your life. Continue. Never tire. Hadi ile siku utasimama mbele yake utajua, Mungu, wewe ndio umenifanya nimesonga mbali hii kiasi. Wewe ninajua ndio uko hali ndani yangu. Ni wewe. Hii kazi yote pale nimefika ni wewe umenifikisha. Amen.
Amen? Amen. Amen? Amen. My brother, this is no joke. Can you be sure? Be sure, even you Christian. Ama nafikiri wa Kristo hawaonywi? Mkristo hata wewe kuwa sure. La sivyo huenda ukuu unajifanya nini? Hata wewe unajidanganya hapa tumezaliwa huko. The Bible is very clear. John wants you to be sure. Paul wants you to be sure. Peter wants you to be sure. Because you see the work of God. Amen? Amen. Mungu abariki. Kwa milele, asante sana kwa sababu ya hii siku ya leo ambao umetujalia. Asante sana Mungu wangu kwa sababu ya neno lako ambalo unalitumia Mungu wangu, Mungu Baba, kutufunza ukweli wako, kutuleta karibu yako na kusababisha wengi wakujue na wazaliwe upya kwa uwezo wako mkuu. Na kushukuru na naomba kwamba Mungu Baba umetumia neno lako kufanya kazi hapa siku ya leo ili wengi wapate kumjua Yesu na ili wengi Mungu Baba wapate kuhimizika kuzidi kukua katika utakatifu katika maisha yao. Naomba kwamba utazidi kutunza kanisa lako na kwamba utabariki kazi ya mikono yetu. Naomba yote katika jina takatifu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.